kwa sababu ule ufunuo umeendelea kutupa. Bwana umeweka moyo wetu kuwa wazi na kuondokewa na mambo mengi yale tulikuwa tumeyabeba. Kweli mzigo wako ni rahisi, Mfalme. Wakati wote ule watu wako tumejikusanya kwako, na ndio tuweze kusikiliza neno lako. Ukituambia kwamba tuchukue nina yako, sababu ni rahisi na ni nyororo kwa wote wale wote, Mfalme wa ajabu, wapendao neno lako. Tunakushukuru ni kwa sababu mapema hii umetupa katika miaka ile tuliyo nayo siku ya leo. Bwana, tutaendelea na tutafanya wengi walio na miaka kidogo na miaka mingi waweze kutambua hii siri kwa uwezo na kwa neema yako. Asante kwa sababu ulinifundisha ya kwamba kutoa watu kwetu sisi tuweze kuwapeana kwako. Na hivyo ndivyo Bwana tunafanya kila kitu, kila mtu afanye kulingana na mapenzi yako. Ni kwa sababu hapo ndipo Bwana wewe unahitaji watu wako wote waweze kurudishwa kwako, kama vile Joseph aliweza kurudisha vitu vyote kwa mfalme Farao. Hivyo ndivyo nasi mioyo ya watu hawa Bwana na wengine wengi na huko nje tutaweza kuielekeza kwako, ili waweze kutambua kukaa nawe, waweze kutambua faida iliyo ndani yako, na waweze kutambua mapenzi na upendo si ule uliwapenda nao katika kutoka mwanzo mpaka siku ya leo na hata mpaka mwisho. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza kwa pendo lako na wingi wa utukufu wako, na ni katika jina lako Yesu Kristo neno hili Bwana tuwapatia, tunaenda kulizungumza kama vile ungetusaidia kulisikia na kulipokea na kulishika vyema hizo ibada mbili tumekuwa nazo. Hata sasa Bwana, ninakomesha bila nguvu zote, maroho yote jana hata usingizi, ninaziweka chini ya miguu yetu sisi wote kwa uwezo wako na kwa nguvu zako wewe mwenye mamlaka, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Kiwa hapo tuweze kuangalia neno la Bwana. Tukinena kuhusu truth of the gospel. Truth ukweli wa gospel. Gospel ni neno la Kiswahili. Injili. Ukweli wa Injili. Bwana asifiwe. Amen. Ukweli wa Injili. Ama unaweza andika ukweli ulio ndani ya Injili. Katika Ephesians 1:13, Ephesians 1:13, Ephesians 1:13. Ephesians chapter 1 verse 13. In whom ye also trusted, after what you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Naomba Kiswahili isomewe kule na hata Kikuyu iweze kusomewa. Nani pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Na rĩrĩ thĩinĩ wake ona ithuĩ mwarĩkia kũigua ũhoro ũrĩa wa ma, nĩguo ũhoro ũrĩa mwega watũmire mũhonokio-rĩ, ona ningĩ mwarĩkia kũmwĩhoka-rĩ, mũgĩkĩrwo rũũri-inĩ kũheo Roho Mũtheru ũrĩa weranĩirwo. Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Ate in whom
in whom you also trusted. After that, you had the one of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe. You were sealed with that Holy Spirit of promise. Bwana asifiwe. Amen. Yeah. Wakati ule tunaposoma tuna mambo yale tunafaa kujua tumeyakusanya na tumeyatoa ndani ya neno, na inafaa kuwa msaada wetu wakati wowote tunapoisoma, wakati wowote tunapoitazama, inafaa kuwa msaada kabisa katika maisha yetu, na ndio tuweze kuelewa na kutambua ya kwamba wakati tunapookoka, wokovu huu tunaupokea namna gani? Ni faida gani iko ndani ya neno ama ndani ya gospel? Umetilia gospel injili, si ndio? Yeah. Ni faida gani iko ndani ya injili? Tunapokea injili namna gani? Haleluya, Bwana asifiwe. Tena hii gospel inatengeneza namna gani tunakuwa saved? Inatufanya namna gani ndio tuweze kufika katika nafasi ya kuitwa saved, ama kwa Kiswahili wokovu. Kufika katika wokovu, salvation. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza, lile neno limetuambia vizuri sana ni ya kwamba after you believe. Bwana asifiwe. Baada ya kufanya nini? Kuamini, unafanywa nini? Unakuwa sealed. Na hatari that name yani, ama hatari hiyo neno, hatari kiugoke sealed, hawezi kuwa sealed. Hawezi. After you tuliokolewa baada ya kusikia. Pasipo kusikia hakuna wokovu. Kwa hivyo hakuna mtu anaokolewa kwa nyumba pasipo neno. Mtu anaokoka wakati gani? Wakati huo neno linapo. Mtu anabadilishwa wakati gani? Tabia za mtu zinabadilishwa wakati gani? Wakati anaposikia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usijue ya kwamba ile asante kuna kazi ile ikufanyia Sunday. Kuna ile kazi ikufanyia ya leo, tena kuna ile kazi inakufanyia ya fellowship, kuna kazi ile inakufanyia, sababu mwanadamu ni wa kubadilishwa kila, anafanyiwa kazi kila wakati. Bwana asifiwe. Na hakuna neno linaonenwa halina kazi yake ndani yetu. Kwa hivyo endelea. Na ningĩ mwarĩkia kũmwĩhoka-rĩ, mũgĩĩkĩrwo rũri nĩ kũheo Roho Mũtheru ũrĩa weranĩirwo. Haleluya. Amen. Kulisikia neno la kweli. Kulisikia neno la kweli. Habari njema za wokovu wenu. Haleluya. Kwa hivyo hii neno la kweli ni habari njema ya wokovu wako. Pasipo habari njema hauwezi pokea wokovu. Na huo wokovu sio wokovu wa neighbor, ni wokovu wako. Tuko pamoja? Ndio wakati mmoja nakwambianga, ni wewe ulikuja, ni wewe uliokolewa, ni wewe ulifunguliwa, ni wewe umebadilishwa, sio nyinyi. Wakati tunapohubiri kama mtumishi wa Bwana, hatuhubirii watu, tunahubiria mtu. Hata kama ni watu wangapi. Akasema ya kwamba na kutiwa muhuri, hiyo ni kitu moja unafaa kuishika na kuendelea kwa kitabu yako. Baada ya kulisikia neno, baada ya kupokea
kuokoa ni kutiwa muhuri. Haleluya, kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye mtakatifu. Bwana asifiwe. Kiingereza inatuambia ya kwamba hapo chini inatuambia that you are sealed with the Holy Spirit. Kwa hivyo Holy Spirit inasimamia inakufanya uweze kufanya nini? Kujulikana namna gani umeokolewa. Holy Spirit ndiye sahihi, ndio muhuri kwa kuonyeshana ya kwamba umeokolewa. Pasipo Holy Spirit, pasipo hiyo seal na hiyo Holy Spirit haiwezekani mbele iweze kuitwa wokovu. Kwa hivyo nasema hivi, for you receive the Holy Ghost you must be sealed. Ndio uweze kupokea ni Roho Mtakatifu. Wakati umepokea Roho Mtakatifu na ndio uweze kupokea Roho Mtakatifu zote pamoja, ni lazima uwe na muhuri fulani, ni lazima uwe sealed. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unakuwa sealed wakati ule na ni lazima. Pasipo muhuri, na huo muhuri ni Roho Mtakatifu, haiwezekani wewe uhesabiwa kuwa wokovu. Bwana asifiwe. Na ninamwambia kila wakati ya kwamba kupokea Roho Mtakatifu sio kupokea speaking in tongues. Hallelujah. Amen. Sio kupokea speaking in tongues ama kunena kwa dini. Hapana. Kunena kwa dini ni sehemu, ni kabisa kidogo tu ndani ya roho. Kwa hivyo mtu anaweza kuwa hata jana ama nilikuwa ninasoma, ninaona ya kwamba mtu anaweza kuwa amejazwa uko na roho lakini hauongei kwa lugha. Bwana asifiwe. Hiyo sio hatia na si dhambi. Wengine wakapewa Roho Mtakatifu akubabanua maroho. Wengine wakapewa sehemu ya kuongea na lugha. Wengine wakapewa sehemu ya kuhubiri. Wengine wakapewa sehemu ni sehemu mbalimbali ndani ya kitu moja kinaitwa Holy Spirit. Bwana asifiwe. Ni sehemu mbalimbali. Sasa kile kinahitajika ni uweze kuelewa sehemu ile kamili umetambua kama sasa hivi tuko hapa ni sehemu gani? Ndio uweze kuanza kuifanyisha kazi. Hizi zingine zikiendelea tu kujiongezea, kwa sababu vile unaendelea tu na kulipokea neno, ndio zile sehemu zingine za roho zinajiongezea ndani yako. Wengine wakapewa hiyo sehemu ya kujitolea, wengine ni nyingi please watu wa Mungu. Hallelujah. Kuna mtu kutoa kwake yani ni kitu ameumbwa nacho ndani yake, kimekuganishwa na yeye. Watu wakisikia fulani anang'ang'ana anashindwa aje. Kuna mtu naye uponyaji hili ni kitu ameuganishwa naye. Akiona mtu aking'ang'ana kutoa pepo anashindwa, anang'ang'ana lisianite. Na kwa sababu wewe ni mgeni, hauwezi kuja hapa kunisaidia, si ndio? Kwa sababu mimi niko katika nafasi wewe niking'ang'ana. Lakini wewe hata siku iambia toka ni kuangalia. Haleluya. Lakini uko wapi? Kuna mtu anashindwa namna gani mtu huyo kuongea na lugha kwa watu wengine ni kitu yenye hakuna kufanya nini? Kung'ang'ana ama kujiuliza ama kukimya kwanza. Inasikia. Haleluya. Kuendelea. Wanasifiwe. Kwa hivyo kila mtu aweze kuelewa na kutambua na kuelewa. Wakati nilipopokea Roho Mtakatifu, sehemu hizi zingine zinaitwa sehemu hizi nini? Hizi vipawa zingine, gifts hizi zingine ndani yangu. Ni gani na gani nimepokea. Na unafaa kujua. Sio kukaa tu hivyo. Unaona kama ni kawaida, si kawaida. Umezalamia kukaa chini na kufundishwa na kuelekezwa ndio hiyo kitu kikuja kiingie ndani yako. Sababu hatuwezi ingia mtu wa ulimwengu. Haleluya.
anakipokea akiwa analenga, nikifanya hivi nitafanyika hivi. Ndio raikwa. Lakini wewe ni freely give. Bwana asifiwe. Ndika ni mwani za kula leo ita. Mundu wa dini eleke ukiukana mundu wa dini akora kwa kila ngore hiyo ndio ni muna. Ni mwani ta. No wewe yule tu anenga inaro hona na Yesu. Wewe uwekega todo wao. Ndio hapo kuna kuongekirete. Haleluya. Hatuwezi kufundisha hapa, tukifundisha hapa na mtumishi wa Bwana kwa sababu ndio tupokee hela na kuambia mtu wa Mungu sasa utakuta ile mlango imewekwa. Kama ni hela. Kama ni kwa kuomba. Kama ni kukuja mapema. Bwana asifiwe. Utakuta tumefunga, tumehubiria hapa walikuja na tukafunga. Lakini kwa sababu tulipewa bure na sisi tupeane hivyo pasipo kuwekelea kitu kingine. Huyo ndio yule mtu ameokoka na amepokea hiyo amepokea siri ya Holy Spirit. Huyo mtu hawezi jiongoza, anakubali kuongozwa na Roho wa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo baada ya kuwa siri kwa Roho Mtakatifu unapokea promise. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati ule umepokea ile promise, umepokea promise kwa sababu you have believed. Bwana asifiwe. Kwa sababu umeamini, sasa umepokea promise. Na hiyo promise ni nini? Ni kuwa sealed. Na hiyo promise hiyo kuwa sealed ni nini? Ni Holy Spirit. Ni Holy Ghost. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtu yeyote yule ndio aweze kutambulika na kujulikana kweli kabisa ameokolewa, ni lazima awe amejazwa na Roho wa Bwana. Amejazwa na nini? Na Roho wa Bwana. Na mahali pale mtu akijazwa na Roho wa Bwana anafika katika kiwango ya kuwa na ufunuo. Kwa hivyo ufunuo unakuja wakati tu neno limeneno, tukinena hapa, ule ufunuo ndani yako unakusaidia hata kuelewa sana kuliko vile hata ulifundishwa. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. After you see by the Holy Ghost of the promise, you have to believe. Bwana asifiwe. Ni lazima uweze kubelieve. Ni lazima uweze kuwa katika nafasi hiyo wakati Holy Spirit ameingia ndani yako. Kwa hivyo kitu ya kwanza ujue kwamba ni lazima uweze kubelieve. Bwana asifiwe. Ndio mambo yote iweze kuwa katika wema. Wakati utaweza kuamini derasokea kaulu kama mnanyita. Narudia kitu moja. Usiulize kwa nini narudia kitu moja. Narudia kitu moja kwa sababu ninajua sisi na tunajuana. Tunajuana hatujuani. Kwa sababu hata nikiwa nimerudia hivi hata sasa nikikuuliza utanijibu ama utanijibu? Utajibu ama utajibu? Unataka nikuulize asante? Yo unaona saa nyingine tunasidiria jambo moja. When you believe, you receive the Holy Ghost. When you believe, usione hii kitu ati inarudiwa useme ati hiyo ni moja. Hallelujah. Amen. Na kurudilia vile bibi nani ninarudiliwa kwa sababu roho anajiwaga sijatambua na nataka nitambue. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo when you believe, you receive the. Kwa hivyo ni nini kwanza kinatangulia ndio upokee Roho Mtakatifu? Believe. Ndio uweze kupokea kuwa seal, lazima believe. Hauwezi pewa Holy Ghost kama haujaamini. Hauwezi kuwa seal kama haujaamini. Lazima uamini ndio uwekwe muhuri. Na muhuri nilikuwa nasema wakati nilikuwa ninasoma hiyo Ephesians, nilikuwa ninaona muhuri ni ticket. Hiyo ni ticket ile itafanya ukaweze kuingia katika ufalme wa mbinguni, ndio seal. Ticket ile ilipewa akina Abraham, akina Moses,
akina Noah, akina nani, wakati ule Christ aliingia pale wapi? Hades. Yeah. When you believe the gospel, you receive the Holy Spirit. Nimekurudilia tena. Lakini hapo kuna kitu nimeweka tofauti. Gospel sio injili yoyote ile. Good news, na uweze kujua kuna tofauti ya good news ni aina mbili. Kuna good news ya kustua watu katika mambo yale yamefanyika katika maisha yao. Wewe nimepata gari. Hey, wacheni mpe good news, angalieni. Si unaona? Si hata hii ni good news. Nikikuambia sasa nimepokea kazi mpya. Si hata hiyo ni good news. Lakini hatuko huko. Hatuko pale kusema, niko na good news. Alinipea a million. Sio hizo. Hizo sio good news. Ni good news pande ile ingine. Hallelujah. Pande ile ingine iko na good news na pande hii tuna good news. Na good news ya pande hii, hallelujah. Good news ni kupokea, ni kureceive the Holy Ghost. Wakati umereceive Roho Mtakatifu, ndio unaweza sema nimepokea good news, gospel. Nimepokea gospel. Gospel hawapokelewi tu kwa sababu pastor aligoroka hapa akamwelezea mambo ya juu, akaponya, ate sasa umepokea. Ate kwa sababu umeenda ukajifungua, ulikuwa sasa ukaenda ukajifungua katoto, sasa hiyo unafikiria ni gospel, sasa umeingia katika wokovu. Hiyo hata si wokovu. Wokovu hautamaini na yale umefanyiwa. Ate kwa sababu nimepokea mtoto, sasa mimi nimeokolewa. Hiyo sio wokovu, hiyo ni mtoto umepokea. Haleluya. Ni nini? Hiyo ni kazi yako, kazi kubwa, kazi ulitoa jasho, kama vile ninatoa jasho hapa nikihubiri, nikiweka seed ndani yako. Haleluya. Kuna kazi ulifanya ndio upokee mtoto? Na hivi ndio waliaonoki. Kuna kazi ilifanyika? Yes. Kazi ya aina gani? Kuna kazi. Haleluya. Na hiyo kazi haihesabiwi kulinganisha na wokovu. Umenielewa? Hiyo kazi fanya utapata wengi. Na baada hii ingine, haleluya, nina kazi ninafanya. Nani sasa anazaa saa hii? Ni mimi. Kwa kusaidiwa na Roho Mtakatifu. Hiyo mbegu ninaweka ndani yako ndio itakuzaa. Wakati unakataa kupokea neno ikiwa mbegu, ni vile tu unakataa kupokea mbegu ndio uzalie mumeo. Vile tu unaona unakunywa dawa za kuparalyze kitoto kikiingia, hivyo tu ndivyo uko na hiyo dawa katika moyo wako wa kuparalyze nini? Kwa mbegu ya neno wakati inapoingia. Haleluya. Amen. Wewe unafikiria tu uko na dawa, uko na pills za mimba. Haleluya, hii iko pande zote kwa mume na mke. Mwanaume kwa mpaka kwa watoto wale vijana. Una pills hizo zina paralyze the word of God isiingie ndani yako. Bwana asifiwe. Na tutaziona tu. Haleluya. Amen. Uko na kinga. Kama vile unakinga mtoto, uko na kinga ya kupiga neno. Na wakati unapopiga neno, hauwezi kuingia katika hiyo level nyingine. Kwa hiyo utakaa tu mahali pamoja pasipo kupanda hiyo kazi level nyingine. Utazunguka mahali pamoja. Hautaendelea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo salvation is receiving the Spirit of God. Salvation ni kupokea nini? Roho wa Mungu.
Mwana athondeka, agathondeka. Niĩ ndĩkagorete na yeye. Sasa waka kuhekea niĩ. Hayo kiingereza. Ugetingi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo usipopokea wokovu hauwezi kuwa na roho kwa Bwana. Ni mnanyita. Ndio wabe. When you believe, you receive the Holy Spirit. Hiyo ndio tumeandika. Number 2. When you believe the gospel, you receive the Holy Ghost. Number 3. Salvation is receiving the Spirit of God. No ikwenda nikiona kitukanie. Kwa sababu ukiniona nitalitwike kiodeine wa mtoto, nataka mtu wa Mungu ukamilike katika huo wokovu tuko ndani yake. Uende yani uende utokele pamoja, unaenda. Haleluya. Amen. Tutoke katika mawazo yetu. Roman 8. Wacha tuone ni nini kinazuilia tuweze kupokea the Spirit of God. Tukose kupokea the seal. Nini kinazuilia tukose kupokea seal? Nini kimezuia dini ikose kupokea seal? Nini kinaweza pinga wewe ukose kupokea seal? Ikiwa the Holy Ghost katika Roman 8. Roman 8:6. Unisome 6 and 6 to 9. 6 to 9. Romans chapter 8 verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Verse 7. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. 8. So then, they that are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Haleluya. Kiswahili nani? Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. 7. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kuitii. 8. Wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. 9. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Haleluya. Bwana asifiwe. Tukiangalia huu mstari wa 6, ya mwisho tumeisoma, salvation is receiving the Spirit of God. Na yule mtu anayepokea ile Spirit of God, inaonekana ni mtu ameshapokea salvation. Bwana asifiwe. Umeshapokea salvation. Sasa huo mstari wa 6 nitausoma na nisomewe na Kikuyu na yule hapo na Kikuyu. Inasema, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Soma. Amukurumirira meciria maria maumanaga na mwili kurehanagira gikuũ, no rĩrĩ kurumirira meciria maria maumanaga kwĩ roho kurehanagira muoyo ona thayũ. For to be carnally minded, hiyo tuangalie vizuri. For to be carnally minded is death. To be carnally minded is death. Tunasema hivi. Nasema hivi katika huo mstari. Nikitaka tuweze kutofautisha hizi vitu. Flesh is not the body. Bwana asifiwe. Flesh is not the body. The body is soul. Kwa hivyo flesh si body. Na wanita no body ni the soul. Kulingana na
na hii. Nayo flesh is the mind. Bwana asifiwe. Flesh is the mind. Kulingana na hii. For to be carnally minded is death, but to be spiritual minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Nimekwambia ya kwamba kulingana na vile neno linavyoendelea na kutuambia, Mama Sam ulikuwa unasoma na hukumaliza. Amukurumirira meciria maria maumanaga na mwiri kurehanagira gikuũ, no riri kurumirira meciria maria maumanaga kwĩ roho kurehanagira muoyo na thayũ. 7. Nĩgũkorwo meciria maria maumanaga na mwiri matũũraga marĩ ũthũ na Ngai, nĩ ũndũ matiathĩkagĩra watho wa Ngai, ona kuhota matingĩhota. 8. Nao andũ arĩa matũire marũmagĩrĩra ũhoro wa mwĩrĩ matingĩhota gũkenia Ngai. Simamia hapo kwanza. Fresh or mind. Bwana asifiwe. Ule mstari wa hiyo 6 inatuambia kwamba fresh, tunafaa kuelewa ya kwamba fresh and mind is not subject to the law of God. Kwa hivyo hii kitu inaitwa fresh na mind haziwezi hesabiwa katika upendo wa Bwana. Haiko ndani ya upendo wa Bwana, haiko katika mapenzi ya Bwana. Fresh and mind. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtu yeyote yule atumiaye fresh, mtu yeyote yule atumiaye mind, kuna mambo anapoteza katika Bwana. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu hawezi tafutwa wala kutumika katika our mind or our flesh. Hiyo iko mbali sana na mapenzi ya Mungu katika mwanadamu, katika kwetu sisi. Hallelujah. Bwana asifiwe. Carnal mind is not please God. Ati kitu hiki tunaita carnal mind. Mawazo ya nini? Bwana asifiwe. Jambo lolote litokanao na umwili, jambo lolote litokanao na mawazo yako, haijatokana kwa Mungu, tena haiwezi furahisha Bwana na haiwezi fanya Mungu akaweza kutambua kitu chochote kitokanao na chochote kile unachokifikiria. Tuko pamoja? Kwa hivyo tukiangalia hii mstari wa 6 na tuangalie ile Ephesians 1:13, tutaona ya kwamba hauwezi kuwa, yaani mtu yeyote yule atumiaye mawazo yake na mwili wake, fresh and mind, hawezi kuwekwa siri na hawezi kuhesabiwa kuwa ameokolewa. Bwana asifiwe. Mtu yeyote yule anahesabiwa ameokolewa ni yule amepoteza hizo, yule ameziondoa hata kama ziko, lakini hakubali siweze kumuongoza wala kumtumikia. Bwana asifiwe. Ni yule mtu anahesabu tu mambo yake yote ni katika Bwana. Hata kama niko na mwili unahitaji kujiringa, hata kama niko na mawazo yanahitaji kuniongoza, nitaiweka kando ndio niweze kuongozwa na spiritual my. Bwana asifiwe. Haleluya. Niweze kuwa bati hiyo ya ndio niweze kutumika katika roho. Mtu yeyote yule atumikae katika fresh and mind hawezi kutumika katika roho wa Bwana. Bwana asifiwe. Tuwe hapo ndo gani? Haleluya. Na siku na wakati tunakimya hivi tunasema hata nisikia mawazo ikinisaidia. Wewe unasema kama wewe ni modo wa mwere. Niye ugodona. Nilikimya hivi nikaona. Hapa unanielewa? Kutumia mambo ya mawazo na ni katika wema wako na ni katika neema ya Bwana.
Na wakati wote tunafaa, yani kulingana na Mungu. Hatufai kwa Mungu unafunga hivi. Kwa kulingana na Mungu, hatufai kuwa tunatumia hata kwa mambo yetu. Tunafaa kuwa kuna neno linalotuongoza. Bwana asifiwe. Ndio tuweze kuparalyze our mind. Hallelujah. Na tuparalyze mind and flesh. Yani tuweze kusiparalyze. Ukikosa kusiparalyze na watu, ujue ya kwamba itakuwa na sauti kubwa sana, ndio itakuwa na voice katika maisha yako. Bwana asifiwe. Na utajikuta ukifikiriani, hata ukiota ndoto utaifafanua. Hata ukiota utaifafanua na njia gani? Ya mwili, fresh. Kulingana na vile mawazo yako inakuongoza. Utaifafanua kulingana na vile unataka. Na kila kitu utakiweka katika kipimo ya your thoughts, your mind. Kipimo chako kitatoka tu ndani yako. Kipimo chako kitatoka tu ndani yako. Hakitatoka katika neno. Tuko pamoja? Huyo ni mtu yule badala ya atumie badala ya aweze kubelieve the word, anatumia his or her mind. Lazima uweze kutambua mambo haya. Uweze kujua ya kwamba tofauti yako na mdini, tofauti yako na ulimwengu ni kubwa sana. Haiwezi karibiana. Na ndio wakati ule Lazaro na tajiri walikufa. Usifikirie, wacha tuangalie mambo mengi. Usifikirie Lazaro alikuwa na huko, hasa ni Lazaro. Tajiri alikuwa na huko, naye Lazaro alikuwa na huko juu. Hapana. Watu wale wamekufa wakiwa hawajaokoka, na wale tutakufa tukiwa tumeokolewa. Tuko tu katika nafasi moja. Haleluya. Ndio raigua. Lakini katika hali ile nilikuwa nikiwa ndani yake, nililala nikiwa ndani yake, ama nikakufa nikiwa ndani yake. Na yule mwingine ile hali alikuwa akiwa ndani yake. Kama hakuwa katika Kristo, kama hakuwa ametiwa siri, ujue ya kwamba ako tu, lakini ako katika hiyo sehemu hiyo ya hiyo mambo. Bwana asifiwe. Ya hiyo ya mateso hiyo. Na wewe umekufa ukiwa siri, ujue ule mwenye hana siri na wewe uko na siri, hamuwezi tagama. Hivyo ndivyo tulivyo hata leo hapa ulimwenguni. Wewe unaambiwa wewe si wa ulimwengu. Si Biblia inakwambia hivyo? Wewe si wa ulimwengu. Kwa hivyo ulimwengu hauna kitu yoyote ile ya kutangamana nayo. Sababu wewe hautumii fresh and mind, unatumia Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu. Usijali, tutaendelea tukielewa kimoja kimoja. Carnal mind is not haiwezi kumfurahisha mwanadamu. Carnal mind haiwezi kumfurahisha Bwana. Wakati unatumia mambo yote itokanao na kimwili, haiwezi kufurahisha Bwana hata kidogo. Tukiwa pale tuweze kuangalia mstari wa 9 verse. Kwa hivyo kuwa siri ni lazima uwe mwili hauko na nafasi katika maisha yako. Mawazo yako haiko na nafasi katika maisha yako ya rohoni. Naye naomba unisomee Mwangi na Mama Sam, unisomee kwa verse 9. But you are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Hallelujah. Unasikia vile inasema vizuri? Hebu soma hiyo nayo. Nongiwe mutito ira murumireire uhoro wa mwiri. Murumireire uhoro wa roho. Akorwo roho wa
Ngai nĩwe ũtũũraga ngoro-inĩ cianyu. No rĩrĩ, mũndũ o wothe ũtarĩ na roho wa Kristo, mũndũ ũcio nĩ wake. Lakini ikiwa roho wa Mungu akaa ndani yenu, haleluya, ninanenea watu roho wa Mungu anakaa ndani yao, ama watu Kanani. Ninanenea watu wa rohoni ama watu wa Kanani mai. Watu wa rohoni. Hao ndio ninanena nao. Bwana asifiwe. Amen. Hao ndio ninazungumza nao. Kwa hivyo uweze kuelewa ya kwamba wewe sio Kanani. Bwana asifiwe. Amen. Wewe ni spiritual. Wewe hakuna kitu, yani nataka ushike, nataka muwe mnashika vizuri, mnapata vizuri, ndio uweze, na wakati unashika yani unabadilika na njia hauwezi jua. Unajibadilika kwa undani kwa njia yenye hauwezi jua. Kwa hivyo hautasikia ati kuna kitu ina nini. Hata hautajua vile utaachana na muhahe. Hata hautajua vile kwa sababu neno la Bwana linafanya kazi. Wewe umejiita righteous. Ni lazima lile neno unalolisoma likufanye kuwa righteous, lakini sio wewe utajifanya kuwa righteous. Lile neno unapolipokea linakufanya uweze kutubu. Bwana asifiwe. Sio wewe unajipaka vile unatubu. Neno linajitubisha ndani yako. Haleluya. Ndio linakugeuza. Kwa pamoja watu wangu. Amen. Haleluya. Kwa hivyo hakuna kazi yako na hakuna nguvu zako katika gospel. Ndani ya Mungu ama katika mapenzi ya Bwana hakuna kazi yako. Salvation is to receive the Spirit of Christ. Salvation ndio mstari wa 9 kulingana na vile ulivyo. Ulikuwa unasoma ama mimi nilikuwa ninasoma. Wacha nisome. Lakini ikiwa roho wa Mungu akaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili. Haleluya. Ambia mwenzako wewe haufuati mwili. Wewe haufuati mwili. Mwambie na hujawahi kufuata mwili. Kutoka wakati ule uliamini. Kutoka wakati ule uliwekwa muhuri. Haujawahi kufuata mwili. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Sasa tuna wakati wa kumwambia ageni tuite altar call. Altar call ni ya nini? Ama kumwambia kujali hapa mtubu. Ya kumwambia ninueni mikono mtubu. Mkikaribisha roho wa Bwana. Roho wa Bwana yu ndani yako. Amekubadilisha, amekuokoa, amekusamehe dhambi. Bwana asifiwe. Yeye ndiye kiongozi. Yeye ndiye anenao kulingana na mapenzi ya Baba ndani yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe si mwenye dhambi kamwe. Mtu yeyote aliye na roho wa Bwana ndani yake ni kusema ya kwamba hana dhambi. Amefunguliwa kutokana na dhambi. Kwa sababu roho wa Bwana hawezi kama hali pamoja na dhambi. Yes. Na wewe uko na roho ama hauna? Una roho ama hauna? Kwa hivyo uko na dhambi ama hauna? Bwana asifiwe. Umepigwa muhuri, uko sealed ama hauko sealed? Uko sealed. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Amani nayo haitatoka ndani ya moyo wako. Amani yani amani itakuwa sealed tena ndani yako. Bwana asifiwe. Amani itakukarisha. Upendo utakukarisha. Tuko pamoja? Magonjwa gani ikikuja, kwa sababu itakuja, haitapata nafasi ya kukaa ndani yako kwa sababu haiwezi kaa pamoja na mwaminio. Mtu wako na siri ya Roho Mtakatifu. Kwani Roho Mtakatifu ni wa nini? Amewekwa ndani yako kwa sababu ya nini? Ya kupigana yale yote ni tofauti na God. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Lakini ikiwa Roho wa Mungu akaa ndani yenu, ninyi hamfuati mwili, bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho ya Kristo, huyo
si wake. Haleluya. Amen. Mtu yeyote yule hana roho wa Bwana wa Kristo ndani yake. Haleluya. Hapa muangalie sana, msikilize, wacheni kusikiliza na masikio hiyo yenu. Sikiliza na sikio la roho. Ndio uweze kutambua ni watu gani mnatangamana na wao. Na wakati mwingine unauliza, "Kai, ni fulani amefanya hivyo na vile anakuanga mzuri, hana roho." Na ndio anafanya hayo. Ndani yake hamna upendo na ndio anafanya hayo. Hana huruma na ndio anafanya hayo. Anaweza fanya kitu chochote kwa sababu si wa Mungu. Na Mungu ndiye anakupa uwezo na nguvu za kuzuilia uweze kuingia katika mateka. Bwana asifiwe. Leo soma Kiingereza mwanzo. But you are not in the flesh, Yeah. but in the spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Yeah. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Ati yeye si wake. Obia mwanako yule hajaokoka. Obia mzazi wako yule hajaokoka. Yule hana siri. Obia sisters and brothers wale hawana siri. Ni neno la Bwana linasema na neno ndio kweli. Bwana asifiwe. Amen. Waombee. Wanenee kuomba kwingi. Mimi na kiombi nikisema mambo ya kuombea ni kuwanenea. Bwana asifiwe. Amen. Ndio waweze kupokea, kwa sababu Bwana anasema yeyote yule hana hiyo seal si wake. Kwa sababu haja receive the word of God. Tena haja believe. Bwana asifiwe. Haja receive ndio aweze kubelieve. Kwa hivyo huyo mtu ako nje ya Bwana. Hata kama anakojoa, hata kama anakuja kanisani, hata kama anazaa akiwa tu nje ya, haleluya, anakula na anasiba na anakuwa na utajiri mkubwa akiwa nje ya mapenzi ya Bwana. Mtu yote yule hajakuwa si wa Bwana, kana tuko kidogo. Yes. Hebu angalia, na wewe unaenda kujitoshanisha na wao. Na wewe unataka kuambiwa saa yote wewe ni mwenye dhambi. Unataka ni faida gani utapokea ukiambiwa wewe ni mwenye dhambi? Faida gani utapokea wakati nitakwambia wewe ni mwenye dhambi tubu? Faida gani utapokea wakati ninakwambia wewe ate sasa umebakiza kidogo uingie kwa Bwana? Hakuna kuingia kwa Bwana nusu wala kuota. Kuingia ni kuingia. Haleluya. Kuwa wa Kristo ni kuwa wa Kristo. Sio ninabakiza kidogo niwe wa Kristo. Na kwa sababu uko hapa na unasikia neno, wewe ni wa Kristo tayari. Umeshafanyika kuwa. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Umariko likie kwa mradi ndio na watu wengi. Na kila wakati tutakuwa tukinena haya. Ndio amani iweze kuwa pamoja nawe na ndio uweze kuelewa utofauti wako na ulimwengu. Walinelewa hivyo na Kristo. Nao wakati wakatunenea hivyo. Wakati walihitaji kutajirika na injili na gospel, wakaibadilisha. Haleluya. Wakati walipoibadilisha, walihubiri prosperity. Na kwa sababu wakati walihubiri prosperity, kwa sababu watu walikuwa wanakataa kutoa, wakahatarishwa na sheria. Bwana asifiwe. Wakati sheria iliingia katika maisha yao, kutoka pale gospel of peace ikaondoka ndani ya mioyo ya watu. Wakakaa katika hukumu ya sheria ya Musa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo watu wa Mungu, ni lazima tutoke katika hiyo mawazo yetu. Fresh and mind. Ni nini unakimbizana nayo? Hiyo yote unakimbizana nayo ya ulimwengu. Ni fresh and mind. Bwana asifiwe. Na nikuonyesha kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu hafanyi kazi ndani yako. Kazi tutafanya, lakini hatutabadilisha imani ya Bwana na kazi zile tunazozifanya.
Haleluya, Bwana asifiwe. Amen. Mtu mwenye amepokea Spirit of Christ, wakati nimepokea Spirit of Christ ni kusema ya kwamba the Spirit of Christ is the DNA of the believer. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Spirit of God imefika kuwa DNA of the believer. Kwa hivyo nikipimwa mimi saa hii na Kristo Yesu aje apimwe, damu yake ni mwana yako na yake imefanyika kuwa moja. Wewe mtu wa Mungu, damu yako na ya Kristo ni moja. Bwana asifiwe. Amen. Damu yako na ya Kristo ni moja, na hakuna mahali iko na tone hata moja inaweza stakiwa hata gani. Wewe hauna mawaa. Bwana asifiwe. Hauna mawaa. Kwa Kristo wewe umefika kuwa kile alikuwa anakihitaji wakati alipokuwa anakufa katika msalaba. Alikufa kwa sababu wewe usiwe na mawaa. Bwana asifiwe. Kwa sababu ulikuwa unahesabiwa kuwa mwenye dhambi, naye akaja akaondoa ile dhambi ndio wewe uweze kufanana na yeye. Umefanana haujafanana? Damu yako na yake ni moja ama si moja? Ama imebakisha kidogo kuoshwa? Utikaletea nini yevere hii? Hapana. Rakuru terawo ila kiafio. Haleluya. Hata kama uko na taswisi, mimi ninajua wewe ni wa Kristo, lakini taswisi yako ndio itakukalisha mahali pamoja ukisumbuka. Ndio mwana wa Bwana. Haleluya. Amen. Unaweza tabua namna gani mtu amezaliwa tena? Haleluya. Unaweza tabua namna gani mtu amezaliwa tena ndani ya Mungu na amejashwa na Roho Mtakatifu? Ni swali nimekuuliza. How do we know the child of God or born of God or born of God is sealed by the Spirit of Christ? Bwana asifiwe. Unaweza mtabua namna gani? Jambo la kwanza uweze kujua ya kwamba nataka kufuba example, lakini kabla ya example, salvation is receiving the Spirit. Kwa hivyo yule mtu yani amezaliwa tena, amezaliwa ndani ya Mungu, ni lazima awe na nini? Utamtambua na njia gani? Na ndio ya kwenda. Yeyote yule ako na Roho Mtakatifu. Yeye yule amereceive the Spirit of God. Huyo yani amezaliwa ndani ya Mungu. Bwana asifiwe. Yeyote yule ako na Roho wa Bwana amezaliwa ndani ya Mungu. Yeyote yule amepokea Roho wa Bwana amezaliwa ndani ya Mungu. Tuko pamoja watu wa Mungu. Wewe umezaliwa ndani ya Mungu ama hujazaliwa? Umezaliwa au hujazaliwa? Kwa hivyo tulia, tuendelee na kutambua siri ya ufalme. Tulikuwa tumedanganywa ati ufalme mtu anakamilika akifanya haya. Bwana asifiwe. Hakuna kitu unahitajika kufanya, ni kuamini tu, ni kupokea tu neno. Ukilipokea neno na uliamini, wewe umekuwa siri, umepokea Roho Mtakatifu wa Bwana. Haleluya. Tuangalie katika kitabu ya John 3. John 3. Mwangi unisomee, brother Mwangi unisomee John 3, 1 to 5. John chapter 3 verse 1. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of Jews. Verse 2. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Verse 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee,
Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yes. Nataka tuangalie hiyo discussion ilikuwa between Christ and Nicodemus. Bwana asifiwe. Na wakati walikuwa na hiyo discussion, tutaweza kujibu ile swali imekwambia mtu anajulikana kuna gani? Amezaliwa tena, amezaliwa mara ya pili ndani ya Kristo. Na hapa mkifikiria ni moyo ambayo kwa Tondo, wakati nilikuwa ninasoma hiyo mistari, nilitakuwa kitu kilikuwa kinafichwa ndani yake. Lakini hatutakuona. Wacha nisome na Kiswahili. Inasema, basi palikuwa na mtu mmoja wa Mafarisayo, jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi namba 2. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye usifanya ishara hizi usifanyazo wewe, isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Huyo ni Nicodemus alikuwa anaambia Kristo. Namba 3, akasema Yesu akamjibu akamwambia, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili. Bwana asifiwe. Alisemaje? Mtu asipozaliwa mara ya pili. Na akasema hapo chini, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Wacha tuingie katika mstari wa 4. Inasema, akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwa? Naye Yesu akamwambia, wacha nisome katika mstari wa 5. Yesu akajibu, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji, ebu tik adarai, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe. Wacha kwanza sita tutaisoma. Wacha tuangalie hiyo na hiyo sasa inasema na kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili na kwa kupitia maji. Kuna kitu moja ningetaka tuweze kujua mahali pale. Kusema ya kwamba born of the water is born of the spirit. Bwana asifiwe. Jambo la kwanza, kuzaliwa katika maji ama ubatizo wa maji. Hiyo ni kitu moja kunafaa kuelewa. Ilikuwa inasimamia Holy Spirit. Kwa nini? Kwa sababu Christ amekuwa glorified, amefunuliwa, amekufa na kufufuka. Kwa hivyo wakati mlikuwa mnaona John the Baptist wakati alikuwa anapobatiza watu, John the Baptist alitumia sebo. Tuko pamoja? John the Baptist alitumia sebo. Na ile sebo ilikuwa water. Kwa hivyo tukiangalia na jicho la kiroho hakukuwa na maji. Ubatizo kule ulikuwa unangojewa ubatizo wa nani? Wa Christ. But kwa sababu ya kazi ile John the Baptist alikuwa anafanya, alitumia, yani walisema alitumia water. Kwa hivyo water ni symbol ya Holy Spirit. Bwana asifiwe. Water ni water ilikuwa iliandikwa pale kama symbol. Born of water is a born of the Spirit. Born of water. Water ni symbol na ilikuwa inasimamia born of Spirit. Kwa hivyo mtu yeyote yule alizaliwa mara ya pili ni lazima angezaliwa katika mara ya pili ni katika maji, katika roho. Bwana asifiwe. Lakini ilikuwa symbol yake ilikuwa ni maji.
Alafu number 2 ningesema hivi. That water baptism there is born of the Spirit. Bwana asifiwe. Kwa hivyo maji hayo ya roho kulikuwa na mambo ya kuzaliwa katika roho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati maji ilikuwa inatajwa ikiwa inasimamia nini? Kuzaliwa katika roho. Bwana asifiwe. Kupokea roho wa Bwana. Kwa hivyo nikibatizwa katika roho maji, kubatizwa katika maji ni kupokea roho. Nimekuita kuzaliwa katika maji ni kupokea roho. Haleluya. Kwa hivyo Mungu alikuwa anarahisisha kazi sana kwa Nicodemus. Kumwambia Nicodemus, sio kurudi tena kwa mama yako. Niko nongi kisoka kinyonado aliye na sio. Ndio wewe dai. Magoro mara hii na kiomokene. No usoke dinyo wako ya mabu na Nicodemus yule haki. Alikuwa anamwambia, Nicodemus, sio kurudi huko hata unatarudia wapi? Ile kitu inahitajika ufanye ni kwamba ni uamini maji. Haleluya. Amini hii sebo hata kama sijakufa, amini hii sebo. Na ukiamini hii utaweza kuwa katika nafasi ile. Nikikufa hivi, Roho Mtakatifu atakuwa pamoja. Si hata mitume waliamini. Yes. Waliamini ubatizo wa maji na wakabatiza watu wengi. Yesu hakubatiza mtu. Mjue hivyo, Biblia inasema hivyo. Watu wanasemanga ati kwa sababu mitume walikuwa pamoja na Yesu, Yesu alibatiza. Yesu hakubatiza mtu hata mmoja. Paulo hakubatiza. Kutoka kitabu ya Acts hakubatiza. Lakini kuna huyu mtu anaitwa wakati nani alimwambia, mnamuona? Ethiopian enake alimwambia, maji iko hapa. Nini kizuizi kinaweza zuilia mimi nibatizwe? Please, sasa shika vizuri. Maji iko hapa. Neno liko hapa. Roho yuko hapa. Bwana asifiwe. It's invisible. Yes. Hallelujah. Sasa sisi badala ya kupitia mpaka ubatizo ule wa maji ama kukula mesa, hatutaki kutumia symbols. Hallelujah. Tulipofanukiwa na Injili, tukajua mwili wa Kristo ile sakramenti ni symbol. Na hatuna haja na sebo, wacheni tuende straight katika mamlaka ya Bwana. Haleluya. Katika kazi yake. Kwa hivyo mwili wa Kristo kama hiyo sacrament, divine, hizo zote ni symbols. Ubatizo wa maji ni symbols. Haleluya. Bwana asifiwe. Hizo zote ni symbols. Na zikiwa symbols, sasa sisi tuko katika reality. Hatuko katika nafasi ya kushinda tukibisana na symbols. Si tuko katika reality. Ni tuingie mara moja katika reality of Christ. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuweze kupokea roho wa Bwana, tuachane na ile kazi mingi ya kwenda kwa maji. Tueho. Tukule neno la Bwana, tuweze kukula neno la Bwana, tuweze kubeba neno la Bwana. Nini tunafanya saa hii? Bwana asifiwe. Tunapokea mwili wa Kristo. Hatuna haja kwenda kukula sasa zile na mtikeni nini. Na ndio kweli ndio ni gomo he. Hatile tena naona gomo ile ile ngine hapo ni kabisa. Bwana asifiwe. Hakuna haja hizi zote ni symbols hizi. Hizi ni symbols. Hizi. Lakini kwa sababu naona mnapenda ndio ninaachilia wale watatumia wanatumililie. Haleluya. Pokea leo kineno na Bwana likiwa mafuta. Amen. Ikiwa spirit. Mafuta ni spirit. Yes. Pokea spirit. Bwana asifiwe. Amen. Wacha kutamani kupakwa mafuta. Ukifika pale umeiondoa na hadi katika kwa sababu ya jasho. Taenda uoge. Tunahitaji roho wa Bwana ndani yetu, yule hawezi osha. Na hawezi fikiwa na jasho. Amen. Haleluya.
mwingine unataka roho gani? Mwambie hata mafuta iko. Hata sakramenti iko. Tukitaka tutakupa, lakini hiyo sio kazi yetu. Ilifanywa na wale hawakutambua siri ile ilikuwa imefichwa ndani ya Kristo. Na inafanyika mpaka wa sasa katika makanisa, kwa sababu watu hawajatambua kazi ya Kristo. Wakati alikuwa amekuja kufanya nini? Alikuwa amekuja kuondoa sheria yote ilikuwa imewekwa. Haleluya. Siku yoyote ilitumika na Moses, alikuja kuiondoa. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo water is symbolic of the Spirit. Kwa hivyo wakati wowote unaona nini maji kwa neno, uweze kujua hiyo ni kivuli ya kitu fulani, na ni kivuli ya roho, kivuli ya roho. Bwana asifiwe. Amen. Water baptism. Ni John said, John 7:38. Tunaangalia mambo yale yanaweza fanya wewe uweze kuwa sealed. Bwana asifiwe. Yale yanakufanya, yale tunafaa tuweze kuondoa, mengine tuondoe na mengine tuweze kuandamana nayo. Hizo symbols zote na vitu zote zile mnaona zimeandikwa pale kwa Biblia, ikiwa inalinganishwa, ni vitu za kulinganishwa. Akina kondoo, hizo zote ni symbols. Hata zifai kwetu sisi wakati huu tunapitia katika reality. That it and that 9. John 7:38. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. 39. But this spake he of the Spirit, which they that believed on him should receive. For the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. Sawa. Unaona, symbols zilikuwapo kwa sababu Christ was not glorified. Bwana asifiwe. Ndio symbols zilikuwa zimewekwa. Hizo zilikuwa zinatumika. Wacha tusome that 8. Inasema Kiswahili, aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Mito ya maji ni moti yake nyorake tano kato dima turaharukia maji huko. Si ni mito ya maji itatoka ndani yao. Leo nyoto dima twanyitwea. Iko wapi to dimas? Todima tuko wapi? Hizo chemizemi za maji ziko wapi? Ndani ya mioyo. Hauko ndiko chemichemi ziko na ndio rivers of water. Kwa hivyo water ni nini? Ni symbol of Holy Spirit. Na Holy Spirit yako wapi? Ndani yako. Ndiye chemichemi. Hallelujah. Ndiye chemichemi. Ni aliyeleta kuigwa kitimanda daide yako. Iwe maana getirika. Ni alisikia ni amkonyo ini. Yona nimesikia toka tukerioro. Wewe sija kiende tukipata. Tukipata mayo sija kiende huko. Hallelujah. Bali kwa baraka tutimatu hapa.
ndio le pata kwa mbele ngeni magi ngega koroga ngako kionera irie ha ekami choka kerora pieko bado asipiwe gari wako siri ya wokovu bwana asipiwe lakini si tujamitia mtu wa maji hiyo ni symbol. Namba 39 inasema na neno hilo lililosema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watapokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja. Umesikia symbol ilikuwa inatumika kwa nini? Kwa sababu Roho alikuwa hajaja. Symbol. Mwili ni symbol ya ule mwili wa undani. Hii ni symbol hii. Na hii symbol tutaiacha hapa. Yule aliyeleye hii mimi, huyo ndio ataenda kwao. Haleluya. Hii ni symbol. Hii ni jicho symbol ya jicho la rohoni. Lile lionao mambo ya sirini. Lele liona ngoma ya hii. Ndio tutarora kana tutaina kuenda tutaina. Kwa hiyo ni ambapo kama tigekele. Kwa hiyo kimoro anali anatini na maulu mahito. Kinyo kama igwirani ukamboera. Bwana asifiwe. Neno linasemaje? Ate na neno hilo lililosema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Kwa maana Roho alikuwa hajaja, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Haleluya. Yesu alikuwa hajatukuzwa. Kwa hivyo hata mitume hawakupokea Roho wa Bwana, Roho Mtakatifu wakati wa gospel books zile 4 gospels. Matthew, Mark, Luke and John hawakupokea. Walipokea wakati gani? Wakati wa Acts number 2, si ndio? Wakati waliambiwa mkoje pale ukiwa na hebu nimuulize, mnaambiwaje sisi nyinyi? Umepokea huyo Roho ama hujapokea? Bwana asifiwe. Kazi ile sasa kumepewa ni ya kufanya nini? Ni kukaa katika holy place. Ni kukaa katika holy place. Holy place ni kazi yake ni gani? Ni ya kukujulisha mambo yale ya siri maishani mwako yote mpaka wakati mtaondoka hapa. Bwana asifiwe. Hapa ulimwenguni si kanisa. Kanisa hakuna mtu anafaa kuondoka. Unafaa kuondoka pale kama kanisa inakupatia uzima. Bwana asifiwe. Uweze kupokea chochote kile Mungu amekifichua ndio kiweze kuwa msaada katika maisha yako wakati wa kuondoka. Haleluya. Mwili utakuwa rahisi kuondoka, hautang'ang'ana. Kwa sababu mwili wa ndani, mtu wa ndani, neno linasema mtu wa ndani atameza mtu wa juu. Ni kumezwa atamezwa, sio kung'ang'ana utang'ang'ana ukikufa mpaka unakodoa macho. Ama je, baba dogo. Please, mwili wa ndani ndio utameza huu wa juu. Na wakati huo mwili wa ndani utameza huu wa juu. Huu wa juu ndio utakuwa katika mamlaka. Na wakati utakuwa katika mamlaka utafanana na vile Kristo alivyo, na utakaa hapa utaenda kule Kristo alivyo. Bwana asifiwe. Na hakuna mahali utaenda ukakaa ndani ya Kristo. Haleluya. Uko ndani ya Kristo tu ukiwa na huu mwili. Lakini wakati huu mwili utamezwa, utakuwa katika reality. Haleluya. Ya hiyo life ya Christ. Emrani understand? Ndio kugatungala. Hende na koro kwa reality. Hende na mwili ukamelio. No ndilake hoya ndike wako kamelio na yeye ndabe kujagia. Haleluya. Bora wewe moleo. Wewe moleo. Hao ibu alate. Moela. Oke kwa ndimo. No horo. Tukae kwa ile na bia. Bora tukae ile no toka wa mfront. Ne waigwa. No moka. O makene. Ini okine manete muno.
Wewe unapata mafloti na makali na kitaka na unapata moyo. Ekwe yugia ugahega tiga ndio. Baya na jambo benya. Baya. Do. Wako unapata na hija do. Hiyo tu tiaro. Kano mai. Ewe, hauna watole. Watu wako. Wana wako bade. Paka unasindwa ni bade gani? Hapa sasa hivi unang'ang'ana. Wewe unakuja wapi na kwa kwako? Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini Mungu anataka umesikia Biblia inatuambia Kristo hakuwa amefunuli. Kwa hivyo ndio watu wale hawakuweza kupokea kule roho, lakini walimpokea baadaye. Walipitia katika sehemu ya maji ya ubatizo. Bali ilikuwa sehemu na ilikuwa imewakalisha. Umenielewa? Lakini ni wakina nani? Ni hao. Nilimwambia asubuhi kile sisi tumeandikiwa, kile tumekuta maandiko imeandika hakikuwa chetu. Nemwaigwa kilikuwa cha hao. Kilikuwa cha hao. Lakini ikawa ni mafundisho kwetu. Tuko pamoja? Kwa hivyo wao walipitia katika sebos. Nimurajitarega. Walipitia katika sebos. Lakini sisi tunapitia katika reality. Hallelujah. Nauraigwa. Wabereria kwa ya maido kiungada ndiye siama na mauliro. Siama na mauliro siha. Oigire, hakuna muujiza mwingine utafanywa isipokuwa tu ule ulifanywa kana ya kana ndio liko. Yes. Sasa hivi munikule na munikunywe. Sasa hivi nituamini hili neno. Tukae chini tufundishwe neno. Hili ndio miujiza na maisha. Na miujiza ile ya kweli na ya iko na faida kubwa ni ile wewe unajifanyia kuliko kufanyiwa. Amen. Na ndio hiyo tunaweka ndani yako. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Tuko pamoja watu wa Mungu. Mnataka Holy Gospel ama mnataka hii new? New. Na hii haina fedha. Haina manyumba na magari. Lakini nakwambia mtu wa Mungu usidanganywe na mtu yeyote yule akwambie hivyo. Hakuna. Kristo alikuwa ndani ya injili gani? Nani alikuwa tajiri kuliko Kristo? Unajua hamjui neno. Hatujui neno vile linasema. Kristo alipewa vitu vyote za mbinguni na za ulimwengu. Haleluya. Amen. Akawa yeye anatugawia, akatugawia akiwa hana. Ufalme wa mbinguni ule umeamini ni utajiri ama si utajiri wa kila aina. Lakini ndio uanze kufanya kazi ya hiyo aina ni lazima kwanza uamini na uweze kuwa una rely on God only. Amen. Haleluya. Amen. Kutoka hapo mambo yale yote unayohitaji inajibiwa hata kabla wewe haujaomba. Haleluya. Amen. Yoraigwa. Amen. No sio rakwira tijiri no ndere indo. Nere no nere mufango ile kiwango kagira ginya wekioro. Pasa kore ni wekioro. Ikiasiri githate. One kuburi. Ndangikuwa nyingi ukira iria waiki. Na yoga oyo kioro gikiriria kioro ugaikia kuburi. Ugaikia thate. Ugatera kuburi. Ugeterera. Kiama gigakinya. Ugathiukerwo ndi ndoso. Na waiki ndise kuda. Aboke sikubile kwa kiama. Haleluya. Amen. Kwa pamoja. Taijiri ya mulio tena. Mulio muteni. Mulio. Kama. Hallelujah. So rivers of spirit. See your rivers of water. The spirit, water of the spirit ni symbol. Water ni symbol. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anaitwa water. Water.
Na ilifanyika hivyo, ilikuwa hiyo water ilikuwa inatumika kwa sababu Yesu alikuwa amekufa alafu akafufuka. Wakati alifanyika kuwa glorified, sasa sisi ndio tuko ndani, tunachezea huko ndani. Mababa wetu hawakujua, mababa wetu hawakuona. Bwana asifiwe. Walinena juu ya kitu hawakuelewa na hawakukitambua, hawakukiona. Lakini katika uwezo wa Bwana sisi tuko ndani ya hayo yote. Ati that the reality was not arrived here. Ni mwaikwa. Reality haikuwa imewafikia. Kwa hivyo water ndio ilikuwa imesimama kama symbol ya kuonyesha Roho Mtakatifu vile atapokelewa. Tuko pamoja? Ya kuonyesha vile Roho Mtakatifu atapokelewa. Tuko pamoja? Naona time yangu iko na about 6 minutes. Tusome kitu moja pale. Tutakuja kusoma yale nataka tuelewe kabisa. Watu wa Mungu. Hii gospel ikihubiriwa watu wenye hawajajua waelezewe vizuri. Mnataka kuniambia watu hao watapata hivyo bure? John 3:5. John chapter 3, verse 5 and 6. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Verse 6. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Hapa ndipo nilistuka wakati nilikuwa ninaposoma. Nilikuta ya kwamba hasa wacha kwanza tuweze kuangalia. Ati neno linasema ya kwamba 5-6. Inasema na Kiswahili. Yesu akajibu, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Si ndio? Mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho, haleluya, hawezi ingia katika ufalme wa mbinguni. Alafu namba 6 akasema, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Bwana asifiwe. Ate Kiingereza ni rahisi, inasema ya kwamba Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water. Where tunasemaga be born again, odoa again. Uodoe again kwa huo mstari. Please. Kiingereza. Hata Kiswahili inasema tu hivi. Ate Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water. Kwa hivyo hakuna kuzaliwa mara ya pili. Hakuna kuzaliwa mara ya pili. Iko pale tulisoma, si ndio? Lakini hakuna mtu anazaliwa mara ya pili. Wewe wokovu wako si kuzaliwa mara ya pili. Kwa nini? Lazima tuweze kuangalia mambo haya. Ndio tuweze kuenda. Tuko pamoja? Nilizaliwa namna gani? Mtoto tu ananikifurahia Mungu. Nilizaliwa lini? Wakati kasabara ya Edeni. Nilizaliwa aje? Haleluya. Mtu anapatiana nafasi kwa sababu mtu na mtoto. Maliza haraka. Na mtu yake ndio anakuwa kutoka hapo na kubisi. Haleluya. Ndio kwa hiyo ndio kwa hiyo. Unakumbuka? Ndio nakita. Kanisa wa mbele wasi alikuwa mrefu.
Edeni kejagia na Gikuyu kanitha wa mbere womire Edeni nĩ mwaigua waciarirwo no aciarire kanitha wa mbere nĩ Adamu aciarire atĩa na roho ilitiguo aterere Adamu alifanywa nini aliumbwa pia kuruga tandara na Adamu aliumbwa na matope na hizo vitu zote. Wakati alipokuwa akiumbwa, Eve aliumbaniwa na huko ndani. Mnaijua? Eve obalirio na Adamu hapo. Hĩndĩ Adamu wondirwo akĩrĩka, itĩtigwo twarirwo handũ. Edeni agĩkomio. Ekũrĩa Edeni-rĩ, ndakĩonwo ti wega aikare arĩ wiki. Na Jesũ akĩririkanania ũcio amũmbire akĩririkanania mũganĩrie na kĩndũ agĩthiĩ akĩmũkomia arutirwo Eve arutirwo mwena ũrĩkũ wa mbara Jesũ agecirwo kũ kanitha waciarirwo nũ nĩ Jesũ kũhĩtũkĩra kĩ mbaru ciake nake Adamu akomio Eve agĩcomorwo haleluya kanitha wa mbere woimire mbaru-inĩ ciao kanitha ũrĩa mũcongithio nĩguo tũtana twĩmehia twarĩ na mehia ĩtiguo kanitha wa kerĩ nĩ ũrĩa naciarirwo nĩ Jesũ hĩndĩ ĩrĩa arakuire haleluya tũrarutwo mbaru-inĩ ciake nĩ mwanyita tũrarutwo thĩinĩ wa mbaru ciake ũhoro-inĩ wa kĩroho nake ũrĩa agĩciara ũhoro-inĩ wa kĩmwĩrĩ tondũ Adamu ndahonokete nĩ mwaigua Adamu ndahonokete hĩndĩ ĩyo yothe aikarire mũgũnda wa Edeni ndahonokete tondũ nĩkĩ ndatũnganĩte na Ngai na gũtũngana na Ngai nĩ kuuga ndamũkĩrĩte roho mũtheru tondũ Jesũ ndakuranĩte nikazito lakini kabebe tu pole pole katakuja kakipanuka pole pole haleluya Bwana asifiwe kila kitu ni symbol Adam is a symbol isi mnajua hata Biblia inasema katika kitabu ya Roman 5:12 mfano wa yule atakaye kuja nyuma haleluya kwa hivyo Adam alizaa watu wale wote mnawaona kutoka leo sawa anaonekana ndio wale watu wote wanaonekana kutoka Genesis to Malachi na ndio Biblia inasema ya kwamba wakati wa Adamu mpaka wakati wa Musa wote walikufa ndio wote walikufa ndio wote walitawaliwa na hiyo kifo haleluya kutoka wakati wa Adamu mpaka wakati wa Musa walitawaliwa na hiyo kifo mundu wa mbere mundu ucio aciarirwo ni Adamu na Meja lakini kutoka wakati wa Christ ni sisi ni mwaigwa ni sisi wakati wa Christ sasa sisi hatukuzaliwa na hiyo njia Adam si tumezaliwa mara ya tumezaliwa kwa Roho Mtakatifu haleluya hapo tutaendelea na hiyo ndio tuone ni nyingi tuone mambo haya si hiyo kidogo tu mkienda nayo mtaenda kutafuna na ile ingine tumehubiriwa na mtumishi wa Bwana si tutaenda kutafuna na ya asubuhi tutafune haleluya tukikuja sasa hata ukiwa umekaa hapo yenyewe usikubali hii iweze kukupotea Bwana asifiwe wacha tuweze kujua ukweli na kutambua siri na kutambua sisi ya kina nani ndani ya Kristo na ni nini tunaweza pokea kutoka kwake haleluya na yeye ni kazi gani anaweza fanya kutupitia Bwana asifiwe amen tusimame worship nani huyo korede na worship
wako ni wa kweli. Katika maisha yetu tumepokea ushindi na neema. Haleluya. Mnene Bwana wetu Yesu Kristo hayuko ndani yako na anahitaji neno kutoka kwako cha kumuinua. Ni kwa sababu tumeshapokea neema, tumeshapokea pokea seal, tumezaa kuunganishwa pamoja naye, ametuunganisha pamoja naye, ametupa kibali chote kwa wema na kwa fadhili zake. Ndipo sheketori mayanda la babo zeko tarimase tenidaibala ori babo shanda la babo zeko temanduria miatoria miatrabagoro eritori abasapo ibane tenidaikonta la bagundo lo babo zaya eritewa niboya jamasho lo babori ya mikosa ninaguna erimese tenidaibala choka gora. Wewe Bwana ni wa kweli, wewe ni Mungu wa utukufu na wa ushindi. Nikwame tenidaikoseto inoti aliane tenidaibala timane tenidaibala borone tenidaikonsandala babekori alikonda la babo zeko nali ya mkogoya akatinda la babo shekra matoria ni ya zinaya twende tenidaibala. Asante Bwana na Mungu wetu, umejaa utukufu na Mungu uwezo wote. Bwana Jehova umetoka kwako, ni wewe Bwana Jehova umetuficha katika neema na utukufu wako Bwana. Umetupa utajiri wote Bwana Jehova wa rohoni, umefungua macho yetu, umefanya Bwana Jehova tukaweza kujua ukweli ulio ndani ya maandiko, na hata yale yote yalikuwa yamefichwa Bwana unatufichulia Bwana, kwa sababu Kristo yuko ndani yetu na yeye ndiye vyote, yeye ndiyo nguvu zote, yeye ndiyo mamlaka yote. Holy kulimase tendai kontra magando asendo limase tendai Bwana Jehova God. Asante Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuinua na kwa kutukuza. Umejaa utukufu na nguvu na wewe ni wa rehema. Wacheni tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo tunakutukuza na tunakuinua. Umejaa nguvu na mamlaka. Asante ni kwa sababu ya kutufichulia siri nyingi Bwana katika wema wako na fadhili zako Bwana. Tumetambua Bwana Jehova mambo yote yale mfalme wa ajabu umeyanena kwa our benefit. Ni kwa sababu Bwana Jehova wakati wowote tumefichwa mfalme hatuwezi saidika kamwe, lakini wakati Bwana Jehova tulitambua na tukaelewa ya kwamba reality is in us my Father, tunakushukuru na tunakuabudu wewe Bwana Jehova utendaye yote kwa wema na kwa fadhili zako Bwana. Ulitupenda wakati ule Bwana Jehova tulikuwa tu wenye dhambi, ulitufungua wakati tu tulikuwa Bwana katika kifungo, hatungeweza Bwana hata wazazi wetu ama kina nani hawangeweza kutambua wala kuelewa wako katika kifungo, lakini Bwana ukiwa mbinguni ulitambua na ukashuka ulimwenguni ukauvaa mwili wa mwanadamu, na wakati ulipouvaa mfalme ukaweza kuchukua kile kifungo tulikuwa tumefungwa nacho, ukakikomelea msalabani kwa uwezo wako Bwana, kwa sababu ni wewe tu ungejua mahali pale kinaweza kupelekwa, na tena wewe pia tu ungejua Bwana vile tunaweza Bwana mfalme kutimiza sheria yote Bwana iweze Bwana Jehova kukamilika ndani yetu. Hakuna mwanadamu aliye na mwili na nyama angeweza kukamilisha sheria, lakini wewe Bwana ulishika yote na ukaikunja na ukaiondoa miongoni mwetu ndio sisi tuweze kupokea ahadi. Asante ni kwa sababu hiyo promise sasa iko ndani yetu mfalme, kila kitu tumekipokea kwa uwezo na kwa utukufu wako Bwana. Watu hawa wakiondoka mahali hapa Bwana, wacha hii neema Bwana Jehova ikazidi kuongezeka katika maisha yao, ni wakaweza Bwana nao kuwajulisha wengine, ndio nao Bwana Jehova wakaweza kutambua kuna siri ndani ya maandiko, kuna siri ndani ya Kristo, kuna siri ndani ya wokovu, kuna siri Bwana Jehova watu wa kanisa limefichwa na halitatambulika kwa watu wengi, lakini kwa wapendwa, kwa wale upendao Bwana umetufichulia ndio tukaweza kuijua na kuinena. Wewe ni Mungu na wewe ni mwaminifu. Nimewabariki wakitoka hapa Bwana. Bwana wetu na Mungu wetu Jehova, yale yote yaliyo katika maisha yao ninawauliza nyinyi mumeokokea nani? Wacha wajulikane ya kwamba Bwana watu hawa Bwana wako ndani ya Kristo, hata kama haitaonekana na macho ya watu Bwana, wacha mioyoni mwao wawe na amani na wingi wa utukufu na wanehema, wingi wa mali na wingi wa utajiri, hata Bwana Jehova wa kifedha na wingi Bwana Jehova wa mambo yale Bwana mtu akiwa katika ulimwengu anayahitaji. Wacha watu hawa Bwana Jehova wakaweza kuwa na hiyo breakthrough na wakaweza kujua njia na kutambua njia ya kuikusanya na kufanya kazi, ndio Bwana Jehova wakaweza kupokea hiyo baraka. Pokea sifa Bwana, ninaomba Bwana milango yao mfalme
ya kikazi iweze kupanuka, na wale wengine wanasema haijafunguka, wacha ikafungua, wakatambua, wakajue na wakaelewe. Milango hayo yote sasa imefunguka, na ndio maana tuwajie wakaweza kutawanyika kila mahali, wanaweza pata faida, waweze kufaidika kwa uwezo wako na kwa nguvu zako, na ni katika jina lako Yesu Kristo. Wale wote wako na wagonjwa, wale wote wajie wako na watu wao wamekufa, ninawaombea wote amani na uponyaji, ninawaombea kufunguliwa, kupokea wajie uwezo wote na nguvu zote na mamlaka yote. Bwana, ni kwa sababu ya utukufu wako, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Mtu yote yule anajua niko na deni, na niko mkono tuweze. Wacheni tu tunaombea mambo kama haya. Deni maroons, madenis na hizo vitu. Wacheni tu.